Leo kuna mtu nilimkataa kwa mbele, alikuwa amejipanga yuko zidi amenyooka, na sasa hivi unamwangalia wewe, na sasa hivi unamwangalia kwenye WhatsApp, kwenye status, unamwangalia kwenye Facebook. Ndio umeenda na uwezo tena tena wakati na bahati ilipata, lakini ukichezea nafasi wewe kuonyesha leo kisio. Hakuna binadamu ambaye ataishi miaka yake yote kuanzia miaka 0 mpaka miaka 80 hajawahi kukutana na neema, aidha binti ya kuolewa, aidha ya kupata kazi, au ya kuajiriwa, au ya kusomeshwa. Kuna watu kuchezea nafasi, kuchezea wakati, tulikataa, tukafikiri kwamba hawa watu wanatupoteza, kumbe walikuwa na hatima yetu. Na hapa tukiangaliana hapa, kila mmoja kuna sehemu anajutia, sema ningejuaga, lakini wakati umeshapita. Ni sawa tu sawa. Nimekuletea somo hili la mipango na malengo ili nisije nikakufanya ujute. Kama hujajuta basi usije ukajuta. Na kama ulijuta, ukiona bahati nyingine imekujilia, tumia vizuri hiyo nafasi. Tumia vizuri hiyo nafasi. Kuonyesha kitu. Na kuonyesha kitu. Wangapi kila aliyekuja hapa kanisani anasema mchungaji ameugusa moyo wangu na amekuwa pati ya moyo wangu. Ana upendo. Yesu wangu ndio nani? Okay, fine. Tushukuru sana. Mimi kwenye desturi ya maisha yangu, Mama Tuma, kwenye desturi ya maisha yangu nimejifunza kitu kimoja. Sawa leo? Usijaribu kumtupa mtu uliyekutana naye. Mimi simu yangu ya namba zaidi ya 7,000. Sio 700. Line namba zangu nimesoma. Kwenye simu yangu ina watu 7,000. Mke wangu ananiambia, "Mbona ufutaki namba za watu?" Mimi sifutaki namba za watu, hata kama ukimtendea ubaya. Hata ukani 20 namba yako itaendelea. Hata usikumbashi. Nisikize sana nikwambie kitu. Mtu yote mwenye ndoto, nitakuja kufunza bali ndoto maono, ile somo lilikuwa kwa mama. Nifanya ndio kuja mwezi wa pili. Nitakuja kufaida nyinyi. Pale nipeleka mkuta. Mtu yote mwenye ndoto, rasilimali na mauaji ya mafanikio ya mtu ni watu. Hata unaofikiria kwamba ni wabaya wanaweza kuwa sababu ya kupata pesa. Shida ni ukichukia mtu, unachukia mazima. Kuna watu wameba mume wako lakini anaweza kununua maharage kwa sababu. Unasikia baba? Halo? Unasikia? Kuna watu wanakuumiza lakini anaweza kusaidia mahali. Mimi ndio maana kila nikipata nafasi na mtu nitatenda kwa kadiri ya nguvu zangu zote mpaka nihakikishe nimeweka alama kwenye moyo wa huyo mtu, ili kwamba hata siku moja ikitokea mtu mmoja mimi nimechelewa kufanikiwa, akifanikiwa anaweza kukumbuka kuna mtu aliwahi kunichelewa. Usijaribu. Kuna watu wanaopoteza kwenye maisha ndio walikuwa waunganishe na kazi. Walikuwa waunganishe na mabosi wengine. Walikuwa wape connection za biashara. Mimi niliwachukia mazima. Hiki ndio kosa mnalofanya. Mungu hamleti mtu. Mimi naamini Yesu. Hakuna mtu anakuja kwangu Mungu asiniruhusu. Yeyote anayenisogelea mimi, ninajua kwamba Mungu anasamehe. Hata kama ana hela, kuna kitu anaweza kuniambia Mungu anasamehe. Wewe ndio unapoteza watu. Hata hivi chini ndani mimi ndio tangu nani ninahitaji watu. Mimi hata kama ni mlevi unakuja gongo, mimi nitakuweka tu akiba. Nakukumbatia kwa sababu gongo zako mezinihusu. Ila kuna namna unaweza kunivusha mahali. Na ndio maana ukitembea mbona kasarako wanavaa watu vibaya, watu wanakunywa pombe, watu wanauza dawa wanafika kanisani na games. Mimi ninachojua huyu mtu anaweza kawa daraja. Yesu alisaidiwa na watu ambao hawakuwa na sifa. Alisaidiwa na Simon Mkristo, alikuwa kutoka shambani, hapo kwenye wanafunzi wa Yesu. Yesu alifuta machozi na Veronika. Yesu, unasikia vizuri, Yesu alifuta machozi na Kahaba. Kwa wakati ule Kahaba alikuwa na maana kwa Yesu. Unajua hiyo? Waheshimu watu. Mimi siwezi kuongea na hawa malaya. Mimi siwezi kuongea na hawa watu wanavuta sigara. Mimi walevi, mimi na walevi ni kitu tofauti. Nisikilize kwa makini. Kuna mlevi anaweza kukuvusha.